Kijana aliyefahamika kwa jina la Hassan Shabani mwenye umri wa miaka 17, mkazi wa mtaa wa Kigamboni, manispaa ya Mpanda, mkoani Katavi, amefariki dunia kwa kudaiwa kuchomwa na kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili wake. Tukio hilo limedaiwa kufanywa na watu ambao hadi sasa hawajafahamika, ambapo mashuhuda wamesema kuwa marehemu alikuwa akikimbia huku akiomba msaada kabla ya kupoteza maisha. Basi kufika pale eneo la tukio pale center, kuta kweli mtoka lala pembeni ya barabara akiwa anavujwa damu. Anapeleka tu shingo yake hivi na kuirudisha. Shingo yake hivi na kuirudisha. Mimi nilifika nikamuinua na kumuuliza, "Mwanangu vipi? Umeshikwa na nini? Kuna nini?" Yule mtoto hakusema. Nikamuuliza tena nini? Basi watu wakaniambia pale, "Mama Neema, muache huyo mtoto. Hiyo ni kesi, muache." Nikasema hapana, tumpeleke hospitali. Akasema hapana, muache. Sisi tumeshaogopa kumsogelea. Tunatamani kumsaidia lakini tunaogopa. Wewe muache huyo mtoto. Basi nikamwacha nikaenda pembeni. Napenda kusikitika sana kwa hili tukio lililotokea. Tukio baya sana. Na wala wananchi wa Kigamboni hatujalizika nalo. Niambia serikali washikamane na polisi ili kudhibiti hawa vijana wa mitaani. Ina maana kwa njia nyingine kwamba damu chafu. Hawa ni damu chafu, hawa ndio wanasababisha mambo hayo. Baba mzazi wa marehemu Hassan Shabani amesema alipokea taarifa za tukio hilo kutoka kwa mke wake akiwa shambani, huku mjumbe wa serikali ya mtaa wa Kigamboni Deogratias Mweli akithibitisha kutokea kwa tukio hilo. Nilikuwa niko shamba nikapigiwa simu na mke wangu kwamba mwanetu amechomwa kisu maeneo hapo center Kigamboni. Kwa mimi nikaa nimemwambia hebu nenda nani hapo, jitahidi utafute usafiri hapo ili mkimbize hospitali na mimi nakuja. Ni dakika kama 5 tu wakaniambia ameshafariki tayari. Kama viongozi wa mtaa tulipokwenda kwenye tukio, ni kweli tumekuta tukio hilo. Yule kijana yuko kwenye mtaro na alishachomwa kisu tayari. Kwa hatua tulizochukua kama viongozi ni kuwapigia watu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Tunashukuru walikuja kwa muda mwafaka, tukapeana ushirikiano pale na wakawa wamechukua maelezo yao, basi wakawa wameondoka na mwili wa marehemu. Katika hatua nyingine, wananchi wa mtaa huo wametakiwa kushikamana na vyombo vya usalama kukomesha vitendo vya uhalifu, hususan makundi ya vijana wahalifu maarufu kama damu chafu. Neema Huseni, Nipashe Digital.